Katika miezi ya hivi karibuni, kundi la Wahouthi wa Yemen limeendelea kuwa tishio kubwa kwa Israel, jambo linalomweka waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika hali ya tahadhari kubwa. Ingawa Israel ni moja ya mataifa yenye jeshi lenye nguvu na teknolojia ya hali ya juu, bado waziri mkuu Netanyahu anawaogopa Wahouthi kwa sababu kadhaa. Moja ya sababu kuu ni uwezo wa Wahouthi kutumia makombora ya masafa marefu kushambulia Israel moja kwa moja. Kwa msaada wa Iran, Wahouthi wamepata makombora kama Bukan 3, Quds 3 ambayo yana uwezo wa kufika umbali wa zaidi ya kilomita 1500. Makombora haya yanaweza kulenga maeneo muhimu ya Israel, ikiwa ni pamoja na miji kama Tel Aviv na Eilat. Waziri Mkuu Netanyahu anajua kuwa hata kama mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel Iron Dome ni imara, hauwezi kuzuia mashambulizi yote, hasa ikiwa Wahouthi wataamua kushambulia kwa wingi kwa wakati mmoja. Mbali na makombora, Wahouthi wameonyesha kuwa ni wataalamu wa kutumia droni za kisasa kwa mashambulizi ya anga. Droni hizi zinaweza kujipenyeza kwa urahisi kupitia mfumo wa ulinzi wa Israel na kushambulia vituo vya kijeshi au maeneo ya raia. Hali hii inazidisha wasiwasi wa Netanyahu, kwani mashambulizi ya droni ni magumu kuyazuia na mara nyingi huleta uharibifu mkubwa. Sababu nyingine inayomfanya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kuwa na hofu ni mashambulizi ya Wahouthi katika Bahari Nyekundu. Njia hii ya maji ni muhimu sana kwa uchumi wa Israel, kwani ndiyo inayotumiwa kusafirisha bidhaa kwenda Asia na Ulaya. Hata hivyo, Wahouthi wamekuwa wakishambulia meli zinazopita kwenye eneo hilo wakitumia makombora na droni za kujitoa mhanga. Mashambulizi haya yamesababisha meli nyingi za kimataifa kuanza kuepuka njia hiyo, jambo ambalo linaathiri moja kwa moja uchumi wa Israel. Ikiwa hali hii itaendelea, gharama za usafirishaji wa bidhaa zinaweza kupanda na kufanya uchumi wa Israel kuyumba. Ushirika wa Wahouthi na Iran ni jambo ambalo linamtia hofu waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Iran ni adui mkubwa wa Israel na imekuwa ikiwasambazia Wahouthi silaha, fedha na mafunzo ya kijeshi. Waziri mkuu Benjamin Netanyahu anaelewa kuwa Iran inaweza kutumia Wahouthi kama chombo cha kushambulia Israel kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Kwa maana nyingine, Israel inaweza kujikuta ikipigana na Iran kupitia Wahouthi, jambo ambalo litazidisha mvutano wa kikanda. Mbali na msaada wa Iran, Netanyahu anaogopa uwezo wa Wahouthi kupigana vita vya muda mrefu. Kundi hili limepigana na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia kwa zaidi ya miaka 10 bila kusambaratika. Hii inaonyesha kuwa Wahouthi wana uwezo wa kupigana vita vya msuguano kwa muda mrefu, jambo ambalo linaiweka Israel katika hatari ya kuingia kwenye mgogoro wa muda mrefu iwapo itaanza kushambulia Yemen. Pia Netanyahu anakabiliwa na changamoto za kijiografia. Yemen iko mbali na Israel na kushambulia Wahouthi kungehitaji operesheni kubwa ya kijeshi ambayo si rahisi kuitekeleza. Zaidi ya hayo, Yemen ina mandhari ngumu yenye milima mingi ambayo inawapa Wahouthi faida kubwa ya kivita. Ikiwa Israel itaamua kushambulia Yemen, inaweza kupata changamoto kubwa katika operesheni zake za kijeshi. Netanyahu pia anaelewa kuwa tayari Israel ina vita vya kutosha. Kwa sasa inapambana na Hamas huko Gaza, huku Hezbollah ikiendelea kuwa tishio kutoka Lebanon. Ikiwa Israel itaingia kwenye vita na Wahouthi, italazimika kugawanya nguvu zake za kijeshi, jambo ambalo linaweza kupunguza ufanisi katika vita yake ya sasa. Hili ni jambo linalomfanya Netanyahu kuwa makini katika maamuzi yake. Shinikizo kutoka kwa Marekani pia ni sababu nyingine inayomfanya Netanyahu kuwa mwangalifu kuhusu Wahouthi. Marekani ni mshirika wa karibu wa Israel na imekuwa ikipa msaada wa kijeshi na kifedha kwa miaka mingi. Hata hivyo, Marekani haitaki Israel ianzishe mgogoro mpya na Wahouthi, kwani hilo linaweza kusababisha hali mbaya zaidi kwa Mashariki ya Kati. Ikiwa Netanyahu ataamua kushambulia Wahouthi, anawaza kupata upinzani mkubwa kutoka kwa utawala wa Marekani, jambo ambalo linaweza kuhatarisha msaada wa kijeshi na wa kifedha kutoka Washington. Jumuiya ya kimataifa pia ina mtazamo hasi kuhusu mgogoro huu. Tayari Israel inakabiliwa na lawama kubwa kutokana na vita vyake dhidi ya Hamas
na ikiwa itaamua kushambulia Wahuth inaweza kupata upinzani mkubwa kutoka kwa mataifa mengine. Umoja wa Mataifa na mashirika ya haki za kibinadamu yanaweza kulaani hatua yoyote ya Israel dhidi ya Yemen na hata kuwekwa vikwazo vya kimataifa. Hatimaye Netanyahu anajua kuwa kushambulia Wahuth kunaweza kuwafanya waonekane kama mashujaa wa kanda ya Kiarabu. Ikiwa Israel itawashambulia moja kwa moja, inaweza kuongeza umaarufu kwa Wahuth na kuwafanya wawe na uungwaji mkono zaidi katika ulimwengu wa Kiislamu. Hili linaweza kusababisha mataifa mengine ya Kiarabu kuingilia kati na kufanya hali kuwa mbaya zaidi kwa Israel. Kwa kuzingatia sababu zote hizi, ni wazi kuwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaogopa Wahuth kwa sababu kundi hili limeonyesha uwezo mkubwa wa kijeshi, linaungwa mkono na Iran na linaweza kuleta athari mbaya kwa Israel kiuchumi, kijeshi na kisiasa. Kwa sasa Netanyahu anajaribu kusawazisha kati ya kulinda maslahi ya Israel na kuepuka mgogoro mkubwa zaidi ambao unaweza kuigharimu Israel kwa kiasi kikubwa. Mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa ambayo inazungumzia kwamba Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anawahofia wanamgambo wa Houthi ambao wamezidi kufanya mashambulizi katika pwani ya bahari Nyekundu, ambayo ndio kitovu kikubwa cha kibiashara katika Mashariki ya Kati, ambapo Israel imekuwa ikifanya biashara na nchi za Ulaya, lakini vile vile hata nchi ambazo ziko bara la Asia. Sasa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, licha ya kuwa anapambana na wanamgambo hawa wa Kihuth, bado anazidi kuchukua tahadhari kubwa zaidi, huku akiepuka shinikizo kubwa kutoka taifa la Kimarekani. Na Rais Donald Trump juzi tu aliweza kumwambia kwamba Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu asitishe mapambano na Wahuth, kwani jambo hilo ambalo anaweza kulifanya linaweza likaibua mzozo mkubwa kabisa wa kikanda, huku nchi ya Iran ikitumia kama fursa ya kuweza kulipiza kisasi kutokana na hasira yake kubwa ambayo iko nayo juu ya Israel kwa ajili ya kuweza kupiga sana katika ukanda wa Gaza. Ndio maana Marekani sasa hivi amechukua jukumu kubwa zaidi la kuweza kupambana na wanamgambo hao wa Kihuth kwa kuweza kufanya mashambulizi katika bahari Nyekundu, ambapo pia Wahuth wamekuwa wakijibu mashambulizi hayo katika meli za Kimarekani, meli za Kiisrael na mataifa mengine ya bara la Ulaya kama vile Uingereza na nchi nyingine ambazo zimekuwa zikifanya biashara. Asasa biashara kubwa ambayo inachukua nafasi katika ukanda huo ni biashara ya mafuta. Tunafahamu kwamba Mashariki ya Kati ni moja kati ya eneo kubwa zaidi lenye utajiri wa mafuta duniani. Nchi nyingi ambazo ziko huko, nchi kama Iran, Kuwait, Yemen yenyewe, Syria na sehemu nyingine nyingi ambazo zipo huko zina utajiri mkubwa wa mafuta. Kwa hiyo mataifa makubwa, asasa nchi za Kimagharibi, yanategemea mafuta kutoka katika nchi hizo, na ndio maana Marekani anazidi kulinda maslahi yake katika bahari Nyekundu kwa ajili ya kuweza kumlainisha Wahuth wasiweze kufanya mashambulizi ambayo yanaweza kupelekea athari kubwa zaidi kiuchumi duniani. Sasa hii ni taarifa ambayo kwa kweli inazidi kuleta picha mpya kila siku kwa kiongozi wa Israel ambaye ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Jiunge nasi kila siku hapa Zone Media kwa kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Jina langu ni Victor Moshi.